Mateso wanayopitia Wakristo katika nchi ya China: kufungwa kwa kawaida, kufukuzwa kazi, watoto wao kukatazwa kusoma vyuo na shule zenye hadhi kwa sababu tu wao ni Wakristo. Hii ni kawaida sana katika nchi ya China. Haya ni maisha ya mchungaji kutoka nchi ya China aliyekataa kila mpango wa ukandamizaji dhidi ya Ukristo, na madhara yake na maisha yake yamepita kwenye hatari kubwa: kufungwa, watoto wake kukatazwa kwenda chuo, hata kunusulika kuuawa mara kadhaa. Ni maisha halisi ya mchungaji Li Wei. Kutokana na imani alipoteza kila kitu. Na kutahadharisha, ushuhuda huu umebeba mateso, vifo, vilio na miujiza ya Yesu katika hali isiyowezekana kibinadamu, katika ardhi ambayo mamia kwa maelfu ya Wakristo wanakamatwa, wanateswa, wanafungwa na hata kuuawa kwa kumfuata Yesu. Nilikaa pembeni ya dirisha langu katika nchi ya Korea Kusini, nikiangalia mwanga wa jioni. Mitaa ilijaa watu wanaorudi kazini kwenda nyumbani. Wapo huru kwenda wanapotaka, wapo huru kuamini chochote wanachotaka kuamini. Nimekuwa hapa kwa miaka 4 sasa, lakini hakuna uhuru kwangu. Wakati mwingine naamka usiku wa manane nikitarajia kusikia sauti ya buti za walinzi katili katika korido za magereza. Kisha nakumbuka nipo salama sasa. Jina langu ni Li Wei. Nilikuwa mchungaji wa kanisa lililopo Chengdu, China. Leo naishi uhamishoni na kanisa nililotumia miaka 15 kulijenga na kukutana kwa siri na kutengeneza makundi ya watu 6 na kusambaa sehemu mbalimbali za mji, kusali, kusoma Biblia kwa maficho, limepitia mateso makali. Baadhi ya marafiki zangu wamefungwa, baadhi yao wamekufa, hata familia zao hazijui ni wapi wamezikwa. Nahitaji kukuambia kinachotokea China juu ya Wakristo. Si kwamba nataka huruma yako, ila kwa sababu dunia inahitaji kujua haya. Wakati unaposikia haya, maelfu ya Wachina wanafanya maamuzi magumu. Yapo maamuzi mawili tu kwa watu wa China: uisujudie serikali ubaki kuwa salama, au ikatae serikali na kumtii Kristo uishi katika hatari. Huwezi kuchagua yote kwa pamoja. Wengi wanachagua Kristo na wamelipa gharama ya uchaguzi wao kwa uhuru wao, familia zao, hata wakati mwingine maisha yao. Haya ni maisha yangu ambayo pia ni maisha yao. Mimi ni sauti pekee miongoni mwa mamilioni ambao hawawezi kuongea kwa sasa toka China. Nilizaliwa mwaka 1975 Chengdu, katika jimbo la Sichuan, miaka 3 kabla China haijaingia katika mfumo wa kibepari wa uchumi kutoka katika mfumo wa kijamaa. Maisha yangu ya utoto yalikuwa kawaida. Baba yangu alikuwa mfanyakazi katika viwanda, mama yangu alikuwa mwalimu. Tuliishi katika nyumba ndogo ya kawaida. Bibi yangu alikuwa mzee, alijua China vizuri hata kabla China haijaanza ujamaa, na hata nyuma kabisa. Wala hakuna chochote ambacho asichojua kuhusu China. Alikumbuka kulikuwa na makanisa kila mahali kwa wazi katika mji wetu. Nakumbuka kabla ya kulala alifunga mlango katika chumba chake kidogo, na nilisikia akiongea kwa sauti ndogo ya chini. Nilidhani anaongea mwenyewe kutokana na uzee. Usiku mmoja nilitamani kusikia bibi anachoongea. Niliposogea chumba chake, kumbe alikuwa anaomba. Sikujua alikuwa anaomba nini, maana dini zilifutwa wakati huo wa mapinduzi ya China. Tulifundishwa shuleni kuwa dini ilikuwa ni silaha iliyotumiwa na watu kutoka nje kuikontrol na kuinyonya China. Lakini bibi yangu alikuwa akiomba usiku hata usiku, akiomba kwa mtu aliyemuita Baba, Bwana Yesu. Nilipokuwa na miaka 12, bibi aliumwa sana. Madaktari walisema hakuna
wanachoweza kufanya zaidi. Nilikuwa pembeni ya kitanda chake, nikiangalia kifua chake kikiinuka na kushuka kutokana na kupumua kwa shida. Wazazi wangu walienda kufuatilia taratibu za hospitali. Tulibaki wawili tu. Alifungua macho yake, aliniangalia, kisha akainua mto, akatoa kitabu kidogo kilichochakaa na kuchafuka kiasi. Alikiweka mikononi mwangu. Aliniambia, hiki ni kitu pekee cha thamani ninachomiliki. Alisema, kimebeba neno la uzima wa milele. Alisema, ukiwa tayari utakisoma na utaelewa kwa nini nimehatarisha kila kitu kukificha kwa miaka yote hiyo. Ilikuwa ni Biblia. Alikufa siku 3 baadaye. Nilichukua kitabu kile na kukificha chini kabisa katika vitu vyangu na kukiacha huko kwa miaka 7. Sasa nilikuwa na miaka 19. Ni mwanafunzi wa chuo ninayesomea uhandisi, yani engineering, katika mji wa Chengdu. Nilikuwa na msichana niliyepatana naye nimuoe. Nilikuwa na matokeo mazuri chuoni. Jioni moja mwanafunzi mwenzangu alinialika kwenda kusoma kwenye apartment yake. Nilipofika niliwaona watu 8 wengine hapo. Viti vilipangwa kwa mduara. Nilishangaa. Hili ni kundi gani la kujadili? Mbona lina utulivu mkubwa? Mwanafunzi mwenzangu aliniambia, wanakutana kila wiki kusoma mambo ya Biblia ya Kikristo. Aliniuliza ikiwa nataka kujiunga nao. Nilikubali. Waliongea mambo ya Yesu kama mtu anayewasikia aliye hai. Waliongea kwa habari ya msamaha, neema, upendo usio na kikomo. Walizungumzia pia ufalme wa mbinguni. Mwanzoni niliwaona kama wajinga. Kwa miezi 3 nilihudhuria kwa siri kundi hilo. Kila wiki nilibishana nao, niliuliza maswali, niliwaambia wanapoteza maisha yao. Lakini taratibu vitu vilikuwa vinabadilika ndani yangu. Maneno walioyasoma kwenye Biblia yalifunua tabia zangu zilizofichwa. Niliona kiburi changu, ubinafsi wangu. Ni katika moja ya mikutano hii ndipo nikaikumbuka ile Biblia alionipa bibi yangu. Nilienda nyumbani kuichukua. Nilianza kusoma Injili ya Mathayo. Nilisoma usiku mzima. Kufika asubuhi nilifika katika eneo la kusulubiwa kwa Yesu, na nililia katika namna ambayo sijawahi kulia hivyo tangu nikiwa mdogo. Ndio nikaelewa kwa nini bibi yangu alihatarisha kila kitu kwa ajili ya kitabu hiki. Nilielewa alichokuwa naomba usiku kila siku chumbani kwake. Yesu alikufa kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi zangu, na amefufuka, ameyashinda mauti, na amenipa uzima wa milele ambao hauwezi kuchukuliwa na serikali wala mamlaka yoyote wala nguvu yoyote ya kidunia. Wiki 2 baadaye nilibatizwa mtoni nje kidogo ya mji usiku wa saa 9. Binti niliyetarajia kumwoa aliniacha nilipomweleza habari za imani. Alisema nimejiunga na kitu hatari na hakutaka kuendelea tena na mimi. Matokeo yangu mwishoni yalibadilika kiasi, kwa sababu nilitumia muda mwingi kusoma Biblia kuliko masomo ya uhandisi. Wazazi wangu waligundua mabadiliko yangu. Sikuweza kuwaambia ukweli, ingewaweka kwenye hatari, lakini nimepata kitu cha thamani ya kupoteza chochote. Nimempata Kristo. Ni katika mkutano wa vipindi vyetu vya mwaka 2001 nilikutana na Mei Ling. Alikuwa na amani katika Kristo na furaha. Baada ya mkutano tuliongea. Alikuwa Mkristo kwa miaka 2 iliyopita. Amepoteza kazi alipogundulika ni Mkristo. Miezi 8 baadaye tulioana. Hakuna mchungaji yoyote China anayeruhusiwa kufungisha ndoa. Tulifanya kwa siri mbele ya mashahidi 20. Hii ilitosha kabisa. Miaka michache baadaye ilikuwa ni ya furaha. Nilimaliza chuo, nilipata kazi kama mhandisi. Mimi na Mei Ling tulikaa kwenye apartment mbali kidogo na nyumbani.
na tulihudhuria kanisani mara 3 kwa wiki. Kila mkutano tunabadilisha eneo la kukutania, tukiwa makini kabisa kuepuka polisi na maafisa wa kiserikali wapelelezi. Mwaka 2003 tulipata binti wetu wa kwanza, tulimuita Ann, maana yake amani. Mwaka 2006 tulipata binti wetu wa pili, tulimuita She, maana yake furaha. Katika umri wa miaka 29 niliitwa katika huduma. Wakati huo nimekuwa Mkristo kwa miaka 7. Kanisa lilihitaji viongozi, na viongozi waliotangulia waliona kitu kwangu ambacho sikuweza kukiona mwenyewe. Walianza kunifunza jinsi ya kusoma Biblia vizuri, jinsi ya kuwaongoza waumini, jinsi ya kuwa thabiti katika imani katika mazingira magumu. Mwaka 2005 watu 8 tulikuwa tunakutana mara nyingi zaidi kwa maombi na kusoma Biblia. Ndani ya mwaka tulikuwa watu 25. Katika miaka miwili tulikuwa zaidi ya 60. Hapo ilitulazimu kugawanyika katika makundi matatu. Kila kundi lilikuwa na sehemu yake na ratiba yake tofauti. Kufikia mwaka 2010 tulikuwa zaidi ya watu 200 waumini wa siri. Tulipeana chakula, tulifurahi, tulisaidiana katika shida, tulibatiza waumini wapya katika mito na maziwa. Mara nyingi ilikuwa ni usiku. Tuliwafundisha viongozi wapya vijana. Tuliwaandaa kubeba gharama ya imani ya kumfuata Yesu Kristo. Tulikuwa familia tuliounganishwa kwa zaidi ya damu. Kutokana na sheria ya nchi ya China, sisi ni wahalifu, hatupo kisheria. Shughuli za kidini China zitaruhusiwa endapo zitakidhi vigezo vya mamlaka ya serikali ambazo zimepewa mamlaka na serikali kuu. Taasisi hiyo ni kama vile Patriotic Movement na China Christian Council, yani baraza la Wakristo China. Taasisi hizi zinafanya kazi ya kucontrol vyama vya kijamaa pamoja na masuala ya kiimani. Kwa mfano, kila kusanyiko la kidini lazima lipate kibali kutoka kwao. Kila shughuli ya kidini lazima itolewe taarifa. Mnachozungumza, mnachosali, mnachofanya lazima mtoe taarifa serikalini. Kila kiongozi lazima kwanza awe na uelewa wa kutosha kuhusu siasa. Namaanisha kiongozi wa kidini, mchungaji, mwinjilisti lazima kwanza aielewe siasa. Hatukuweza kufanya hivyo, hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili. Hivyo kanisa letu tumechagua lisisajiliwe, kwa sababu kusajiliwa kunahitajika kufanya haya yote, na kwa mujibu wa imani itakuwa kama tunatumikia mabwana wawili. Kristo ni kichwa cha kanisa, sio vyama vya kijamaa. Hivyo tulibakia kufanya huduma kwa siri, japokuwa ni hatari zaidi. Mwaka 2012 tulipata onyo la kwanza. Mchungaji Chen ambaye aliongoza kanisa katika mji mwingine wa Chengdu aliitwa na taasisi ya masuala ya kidini ya taifa. Alienda kuhojiwa kwa siku 3. Aliporudi alisema wamemwonyesha nyaraka nzito zenye picha ya waumini wake kanisani, rekodi zote za kifedha, vipindi alivyokuwa anafundisha. Wanajua kila kitu. Walimwambia kanisa lake ni batili, hivyo lazima lisajiliwe au lifungwe. Alipewa siku 30 kufanya hivyo. Mchungaji Chen alichagua kuendelea na huduma. Miezi miwili baadaye, kanisa lake lilivamiwa katika ibada ya Jumapili asubuhi. Waumini 15 walishikiliwa. Mchungaji Chen alihukumiwa miezi 18 kufundisha mambo ya uongo yasiyo na kibali kwa serikali. Hii ndiyo China. Sheria ya China inayataka makanisa yote kuwa chini ya serikali, yaweke bendera ya nchi kanisani, yasimamiwe na vyama vya kijamaa na taasisi ambazo serikali imezitengeneza.
Yafundishe uzalendo wa taifa madhabahuni na kila mikutano ya kidini. Lazima kwanza ufundishe uzalendo na siasa ya China. Viongozi wote wa kanisa lazima wawe na mafunzo ya kutosha kuhusu siasa, na taarifa zote za kifedha lazima zitumwe serikalini. Watoto wote katika nchi ya China walio chini ya umri wa miaka 18 hawaruhusiwi kabisa kufanya mambo ya kidini. Hawaruhusiwi kuimba, hawaruhusiwi mambo yoyote ya kidini, hawaruhusiwi. Ni sheria zinazofuatiliwa sana katika nchi ya China. Tulipokea taarifa kutoka maeneo mengine kuwa makanisa yanavamiwa na wachungaji wanakamatwa, majengo ya ibada yanabomolewa. Serikali ilikuwa inafanya kile ilichokiita usafi wa dini haramu. Uongozi wa kanisa letu ulikutana kwa siku 3 kwa maombi na kujadili nini tufanye. Wengine walisema tujisajili tutii mamlaka, na wengine walisema kujisajili kwa sheria zilivyo ni sawa na kutii serikali na kumkana Mungu. Kuviruhusu vyama vya kijamaa viamue nini tuhubiri kwa watu wetu, hii sio sawa. Mwisho tulikubaliana tusijisajili, tusikubali kuwa chini ya serikali badala ya kuwa chini ya Kristo. Hatuwezi kukubali kuacha kutumia vifungu fulani katika Biblia eti kwa sababu vinawachanganya serikali au hawajavielewa au wanahisi vinaweza kuleta mwamko mpya kwa watu. Hatuwezi kupeperusha bendera ya taifa kanisani. Kanisa sio la wizara ya serikali. Tulijua maamuzi hayo tuliyoyafanya na gharama kubwa, lakini tulijua Yesu yuko pamoja nasi. Kati ya mwaka 2012 hadi 2016, serikali iliongeza uchunguzi. Kamera za kipelelezi na drones zilionekana kila mahali, kila mtaa wa Chengdu na majimbo mengine. Serikali ilitangaza hii ni kwa ajili ya usalama, kupunguza uovu, lakini tulijua vililenga watu wa kanisa. Sasa tulikuwa tunakutana kwa kubadilisha maeneo na tulitumia kodi wakati wa kuwasiliana. Hatukutaja neno kanisa, hatukutaja neno Biblia. Kulikuwa na maneno yetu ambayo tulikuwa tukiyataja. Tulitumia jina lisiloleta shaka kama soko au namba fulani. Waumini walipokea ujumbe ukiwaonesha mahali pa kukutana, lini na saa ngapi. Tuliwafundisha waumini namna ya kujieleza kwa polisi pindi wakikamatwa. Unasema tu jina na kitambulisho chako, usitaje kabisa habari za kanisa. Usijibu swali lolote bila mwanasheria. Usisaini nyaraka yoyote. Usimtaarifu yoyote imani yako. Pamoja na tahadhari hizo zote, lakini tulijua lolote linaweza kutokea. Mwaka 2015, moja kati ya viongozi 4 wa juu wa kanisa alikamatwa kwa kuhubiri injili mtandaoni. Alisambaza kifungu cha Biblia mtandaoni. Alishikiliwa kwa siku 45 kabla ya kuachiwa kwa onyo kali, na vibali vyake vya taaluma vilifutwa. Hii ilimaanisha kuwa hawezi tena kufundisha au kupata kazi fulani za taaluma aliyosomea. Hakuruhusiwa kuwapeleka watoto wake shule nzuri wala vyuo. Mwaka huo huo, serikali ilianzisha kampeni ya kuondoa misalaba makanisani katika maeneo ya jimbo la Zhejiang, ambapo misalaba 1500 iliharibiwa na majengo kadhaa ya kanisa yalibomolewa. Wakristo waliopinga hilo walikamatwa, baadhi yao walipigwa. Ujumbe wa kampuni yao ulikataa hata alama ya msalaba ya kuchora ili kuonesha hili ni kanisa. Walisema msalaba hauwezi kuwa juu ya bendera ya Yesu, juu ya bendera ya nchi. Yesu hawezi kusimamia au hawezi kusimama juu ya nchi, na vyama vya kijamaa viwe chini. Wao walitaka bendera ya serikali iwe juu ili kuonesha kuwa nchi ya China ipo juu kuliko Yesu Kristo. Mwanzoni mwa mwaka 2016 niliitwa kuhojiwa na mamlaka hiyo ya dini. Maafisa wawili
walinionyesha picha zangu mwenyewe nikiingia na kutoka maeneo mbalimbali ya mji. Walinifuatilia kwa miezi kadhaa. Walijua kuwa mimi ni kiongozi wa kanisa. Walijua naendesha shughuli haramu za kidini kwa mujibu wa sheria zao. Walinipa machaguo: nisajili kanisa langu na liwe chini ya uangalizi wa serikali, nami niitii mamlaka ya serikali kwa kila kitu, au nifunge shughuli zote za kidini haraka iwezekanavyo. Niliwaambia siwezi kufanya hivyo. Kanisa ni mali ya Kristo wala sio langu, hivyo siwezi kulifunga na wala siwezi kulikabidhi kwa serikali. Niliondoka huku nikijua kabisa muda wa kwangu kuwa huru ni mchache sana. Kufikia mwaka 2017, ripoti za ukandamizaji ziliongezeka sana China. Wachungaji walikamatwa zaidi katika miji ya Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Wengine walishtakiwa kwa ufisadi au ukwepaji wa kodi. Wengine walipotea tu, hata familia zao hazijui wapi walipo hadi leo. Tulifikia wakati tukawaza labda tuondoke nje ya nchi ya China. Tuna watoto wawili. An alikuwa na miaka 13 na Shi alikuwa na miaka 10. Kama nitakamatwa, watapata taabu, watanyanyapaliwa, hata shule watafukuzwa, na hata kufungiwa wasisome kabisa chuo. Watabeba mzigo mzito na kuitwa wahalifu maisha yao yote. Lakini tutaenda wapi? Na vipi kuhusu familia yetu ya Kikristo tuliyoijenga? Nawezaje kuwasaliti, kuwakimbia katika wakati huu mbaya wa dhoruba? Nitakuwa mchungaji wa namna gani? Nawezaje kuwaacha kondoo katikati ya mbwa mwitu? Maswali haya yalinitesa kwa miezi kadhaa. Niliomba, nilisoma Biblia ili kupata neno la mwongozo. Nilipata kuzidi kuwa imara katika imani. Daniel hata alipoona hatari katika tundu la simba, hakuacha kumtegemea Mungu. Hata katika tundu la simba bado alisimama katika imani. Mitume walikuwa tayari hata kufa kwa ajili ya jina la Yesu. Paulo ameandika nyaraka nyingi akiwa gerezani. Niliamua kubaki China. Furaha ya mwisho ni 2016 mwezi wa 12. Nilikutana na watu wa Mungu. Niliongea kifupi kuhusu Mungu kuvaa mwili na kupata mateso ya kibinadamu. Yesu aliishi katika serikali kandamizi ambapo alikamatwa na alishtakiwa kwa uongo. Niliwaambia chochote kinachokuja, hatutaacha. Bwana yuko pamoja nasi. Ahadi zake ni za kweli. Tulifanya kama Yesu alivyofanya na wanafunzi wake. Tulishare juisi. Wakati huo tulikusanyika na kula mkate. Ilikuwa kama ni karamu ya mwisho kubwa kwetu. Tulivyokuwa tunakunywa juisi hiyo kwa uchungu, machozi yalitutoka. Tulifunga kwa kuombea nguvu kwa kanisa. Tulifunga kwa kuombea nguvu kwa kila mmoja na kutiana moyo na ulinzi kwa familia zetu na kanisa lote la Mungu pia. Tuliomba pia kwa ajili ya maafisa wa serikali wanaotutesa. Pia Mungu abadili mioyo yao au awaondoe madarakani kabisa na kanisa lizidi kukua na kuimarika. Nilikuwa wa mwisho kuondoka. Nilimwaga kila mmoja kwa kumkumbatia na maneno ya faraja. Wote walipoondoka, nilisafisha eneo hilo na kuondoa viashiria kama tulikuwepo mahali hapo. Kisha nilirudi nyumbani. Tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2017, siku 42 baada ya Yesu baada ya ile ibada ya mwisho na waumini, nilikuwa nimerudi nyumbani kutoka kazini.
Mei Ling alikuwa anapika chakula cha jioni. Ann na Shi walikuwa wanafanya homework. Kisha nilisikia mlango unagongwa. Sio ugongaji wa kawaida, uligongwa kwa nguvu, hata mlango ulikuwa unatikisika. Nilimwangalia Mei Ling, macho yetu yaligongana. Tulijua maana ya hayo, au maana ya kugongwa huko. Nilielekea mlangoni, niliomba kimya kimya, kisha nilifungua mlango. Maofisa 6 wa polisi waliovalia sare rangi ya dark blue. Mmoja alitoa kitambulisho na alisema, nitashikiliwa kwa mahojiano yanayohusu uendeshaji wa shughuli za kidini kinyume na sheria. Aliongea kwa madaha, mwenye kujiamini sana. Alinisukuma na kuingia ndani. Mei Ling alinyanyuka na kusimama mbele ya mabinti zetu. Ann alikuwa analia, Shi alichanganyikiwa. Ni wadogo mno kuelewa mambo haya. Nilijaribu kuwaambia kila kitu kitakuwa sawa na nitarudi nyumbani hivi karibuni, lakini sikuwa na uhakika. Maofisa walikagua nyumba yetu kwa vifaa vya kisasa. Walifungua draw zote, kila kabati, walipiga picha kila kitu. Walibeba kompyuta yangu, notebook yangu, Biblia yangu, vitabu vyangu, memory card nayo waliichukua kutoka katika kamera yetu. Walimuuliza Mei Ling, nilienda wapi, nilikutana na kina nani, huwa nafanya nini mchana. Aliwajibu hajui. Hawakumwamini. Afisa mmoja alikuta jarida langu lililofichwa chini ya maboksi. Alifungua na alisoma kwa nguvu kwa wengine, ambalo liliandika majina ya waumini wote kwa majina yao, maombi na mapambano tunayopitia, mashaka yangu na uoga wangu, mawazo ya siri sasa yamekuwa ushahidi dhidi yangu mwenyewe. Walitumia dakika 45 kukagua nyumba yetu. Walipomaliza walinifunga pingu mikono yangu ikiwa nyuma. Niliangalia familia yangu kwa mara ya mwisho. Mei Ling aliwashika watoto wetu. Wote 3 walikuwa wanalia. Sikuwa na muda tena wa kuwaambia chochote zaidi ya kusema na wapenda. Walinibeba huku majirani wakiangalia kupitia madirishani. Waliniweka nyuma ya gari. Mtu mwingine tayari alishakuwa humo akiwa na pingu kama mimi. Sikumtambua, lakini nilihisi yawezekana naye ni Mkristo. Hatukuongea. Gari lilitembea kwa muda mrefu. Walinipeleka pembezoni mwa mji katika jengo lenye kuta ndefu lililozungushiwa na waya. Kamera zipo kila mahali. Walinipiga picha kila hatua na kuchukua alama zangu za vidole. Walinivua nguo na kunikagua, kisha walinipa sare ya magereza rangi ya kijivu iliyo na harufu mbaya na chafu. Walinipa namba. Sasa sikuwa tena Li Wei. Nilishikiliwa na jina langu ni 7342. Chumba cha kuhojiwa kilikuwa kidogo na hakina madirisha. Viti viwili walibadilishana maafisa wa kuhojiana kwa zamu. Waliuliza maswali yale yale ili kujaribu kunichanganya nitoe maelezo tofauti. Kanisa lako linakutana wapi? Waumini wako ni nani? Nani anayetoa msaada wa kifedha? Ni taasisi gani kutoka nje mnayofanya nayo kazi? Ni mambo gani serikali iliyokataza unayoyafanya? Niliwaambia kanisa langu halina uhusiano na taasisi ya nje. Niliwaambia tunakutana kwa amani kuabudu na kusoma Biblia. Hatujajihusisha na mambo yoyote ya kisiasa. Huu ulikuwa ni ukweli, lakini hawakukubali. Waliniambia Ukristo ni chombo cha watu wa magharibi chenye lengo la kukandamiza jamii ya China. Walisema makutano ya kanisa ni kosa na kuwa nitakuwa nimedanganywa na watu wa magharibi na nahitajika kuelimishwa upya kujua ukweli. Afisa mmoja alikuwa kijana, labda miaka 30. Alionekana kuifanya kazi yake serious. Wengine walikuwa ni wazee wa makamu hivi. Walionyesha picha za waumini wangu wakiingia na kutoka eneo la ibada.
Walinipa kusikiliza audio ya makutano ya mwisho, sijui waliipataje. Walinionyesha taarifa zangu za kifedha, japo hawajaona pesa kutoka nje. Wanakazana kuwa huenda nitakuwa na akaunti ya siri. Sijui nilihojiwa kwa masaa mangapi. Kisha walinipeleka selo. Usiku sikulala. Niliwaza, familia yangu wanafanya nini saizi? Wapo salama kweli? Au polisi wamerudi kuwauliza na kuwanyanyasa tena? Asubuhi iliyofuata walinipeleka chumba cha mahojiano. Maswali yale yale, ila kwa namna ya ujanja yameandaliwa. Waliniambia waumini wengine wamekiri na wameleta ushahidi kunihusu mimi. Hivyo nimekuwa mjinga kuwatetea watu ambao wamenisaliti. Walisema kama nitatoa ushirikiano, nitawapa taarifa wanazohitaji, wataniruhusu nirudi nyumbani kwa familia yangu. Niliwaambia sina ukweli wowote zaidi ya huo niliousema. Sijavunja sheria yoyote wala sina ushirika na taasisi yoyote kutoka nje kama wao wanavyodai. Mimi sijamjeruhi yoyote. Niliwafundisha watu kuhusu Yesu Kristo. Jibu hilo liliwakasirisha. Afisa mzee alisimama na kusema, sina haki ya kubagua sheria, zipi nitii na zipi nisizitii. Sheria ni sawa, sheria ni sheria tu. Nilikuwa mhalifu niliyekataa kukiri makosa yangu. Walinionyesha nyaraka walioiandaa kuwa nimefanya kusanyiko la kidini kinyume cha sheria. Nimepokea pesa za kigeni, nimesambaza sumu kwa kivuli cha Biblia na kuwafundisha watu kuipinga serikali. Chini yake kulikuwa na mstari uliosubiri sahihi yangu. Nilikataa kusaini kwa sababu maneno yote hayakuwa kweli. Waliniacha kwa masaa, kisha walirudi na kuniuliza tena kwa masaa kadhaa. Hawakuniruhusu kulala. Walinihoji hata usiku. Mwisho walibadili mbinu. Walileta television, waliweka video kuhusu hatari ya dini, video baada ya video, mahojiano na Wakristo waliopitia ambao waliikana imani yao na waliokiri kuwa walidanganywa, video za viongozi wa kanisa kutoka nchi zingine ambao waliishi maisha ya kifahari huku wafuasi wao waliishi katika umaskini mkubwa, video za Ukristo China ulivyodhaniwa kuwa chombo cha magharibi kuharibu nchi ya China. Siku 3 sasa zilipita, sijalala. Nilianza kuwaza huenda nimedanganywa na mimi, lakini nilikumbuka sura ya bibi yangu aliponiwekea Biblia mikononi mwangu, amani aliyokuwa nayo. Niliona vipindi vya furaha kwa waumini kabla ya misukosuko hii. Nilikumbuka hata Yesu limpasa kufa kwa mashtaka ya uongo. Nilijua hakuna propaganda yoyote inayoweza kubadilisha ninachoamini. Siku ya 5 waliniletea nyaraka yenye hitaji rahisi kabisa: kuacha shughuli zote za kidini na kuripoti kwa mamlaka kwa mujibu wa sheria. Walisema kama nitasaini, nitaruhusiwa kwenda nyumbani. Natakiwa nikubali kuacha uchungaji, niache kukutana na waumini, niache kuhubiri. Niliangalia nyaraka hiyo kwa muda. Nilidhoofika, nilihitaji kuwa huru. Ushawishi wa kusaini ulikuwa mkubwa, lakini nilikataa. Kama nitaahidi kuacha kumfuata Yesu, italeta ujumbe gani kwa familia ya Kikristo niliyofundisha na kuihubiri? Itaonesha tunamwabudu Yesu katika amani, huku tukiepuka gharama ya Injili katika wakati mgumu. Nilisukuma nyaraka pembeni na kuwaambia siwezi kusaini. Afisa yule kijana aliniona na kuniangalia kwa hasira. Walinichukua na kunirudisha selo. Niliachiwa baada ya siku 9. Hakuna hukumu walinipa, lakini waliniambia hili ni onyo. Hili ni onyo la mwisho. Natakiwa kuripoti kituo cha polisi kila wiki. Natakiwa kuwajulisha kuhusu shughuli zangu, na kama nitaendelea na shughuli za kidini zisizo na kibali, adhabu yake itakuwa kali sana. Nilipokuwa natoka,
Jua lilikuwa kali sana. Miguu yangu haikuwa na nguvu. Mei Ling alikuwa ananisubiri nje. Nilipomwona nilitokwa na machozi. Nyumbani watoto wangu walikuwa na hofu na waliniogopa. Nilikonda, sina nguvu, sikunyoa ndevu, wala sikuoga kwa siku zote 9. Ilikuwa siku kadhaa. Iliwachukua siku kadhaa kuweza tena kunizoea wanangu. Wakati nimeshachukuliwa, waumini 15 nao walikamatwa katika kanisa letu. Wengi wao waliachiwa baada ya siku chache, lakini 3 kati yao walikaa muda mrefu zaidi. Jiang, mmoja wa viongozi wetu 4 wa juu wa kundi letu, yeye alishikiliwa kwa wiki 3. Sister Lee ambaye alifanya kazi kama mwinjilisti alishikiliwa kwa mwezi mmoja, lakini mwisho waliachiwa, huku wakiwekwa kwenye rekodi ya wahalifu. Unapowekwa kwenye rekodi ya uhalifu China, maana yake unakosa haki za kibinadamu. Unaweza ukafukuzwa kazi. Kama una watoto, hawaruhusiwi kusoma tena mahali pazuri wala kuajiliwa wala kufika vyuo. Muumini mwingine mzee mwenye miaka 60 aitwaye Wang, ambaye amekuwa Mkristo kwa miaka 30, alihukumiwa miezi 18 kufanya kazi katika vituo vya kazi vya kudhaniwa anawaunganisha watu kwa ajili ya Kristo. Mke wake hakuruhusiwa kumtembelea. Watoto wake wote wamefukuzwa kazi kwa sababu ya kosa la baba yao kuwa mhalifu. Taarifa mpya ilitolewa tena serikali kuwa makanisa yote yaliyosajiliwa na yasiyosajiliwa yanatakiwa yaweke bendera ya nchi juu na picha ya Rais Xi Jinping. Mikutano ya kidini itakuwa izingatiwe uzalendo na utii kwa vyama vya siasa. Pia walisema mafundisho yoyote ya kidini yanayopingana na dhana ya ujamaa yataondolewa. Wachungaji walitakiwa sasa kupata mafunzo kamili kabisa ya siasa. Baadhi ya makanisa, hasa yale yaliyosajiliwa, yaliambiwa yaondoe vifungu fulani vya Biblia au vitabu fulani vya Biblia visitumike kabisa katika ibada na mafundisho ya waumini wao, hasa vifungu kuhusu ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni, uzima wa milele, vifungu vya kumtii Mungu kuliko mamlaka zingine, Yesu pekee kuwa njia ya ukombozi. Mafundisho haya yalikatazwa. Kwa makanisa yasiyosajiliwa kama yetu, hali ilikuwa mbaya zaidi. Sasa sheria hii mpya haikuishia kusema tunafanya kazi zisizo halali, bali tuliitwa wahujumu na wachochezi wa taifa, na adhabu yake ni kali sana. Pia vijana wa miaka chini ya 18 hawaruhusiwi kabisa kuonekana kanisani sasa kwa mujibu wa sheria hii mpya, wala kufanya shughuli zozote za kanisa. Hawaruhusiwi kufundishwa chochote kuhusu dini. Shule zilielekezwa kuwachunguza wanafunzi ikiwa wanaonekana kuwa na alama au dalili ya dini, wanatakiwa waripoti serikalini. Katika majimbo mengine, wanafunzi au watoto chini ya miaka 18 walitakiwa kusaini nyaraka kuonesha hawaamini katika dini yoyote. Mahubiri ya mtandao na vitu vya Kikristo mtandaoni viliondolewa. Website za Kikristo zilifungwa. Mitandao ya kijamii iliyotuma vifungu vya Biblia au mafundisho ya Kikristo zilifutwa kabisa. Serikali waliandaa mfumo wa teknolojia ya kisasa ya ufuatiliaji, hata meseji binafsi ikiwa kuna mambo ya kidini ndani yake inatumika kama ushahidi na unafungwa kwa ushahidi wa simu yako mwenyewe. Mambo yalikuwa magumu kiasi kwamba ilikuwa ngumu kukutana na kufanya shughuli za kidini bila kukamatwa. Mitaani kuna kamera zinazoendeshwa kisasa kunasa mikusanyiko ya kidini. Licha ya hayo yote, kanisa letu tuliamua kuendelea kukutana. Hatukuweza kuacha ni kumkana Yesu. Tuliongeza umakini. Mwaka 1.5 baadaye, tulikutana hivi kwa siri katika makundi ya watu si zaidi ya 6 kila kundi. Tulibadilisha mahali pa kukutania. Sehemu moja hatukukutana mara 2. Hofu ilizidi.
Hata akipatikana muumini mpya, tunapata mashaka ni muumini kweli au polisi afisa amekuja kwa siri. Jirani anaweza kutoa taarifa, kamera zinaweza kukusanya taarifa, simu yako mwenyewe inaweza kuwa shahidi. Hii iliwafanya baadhi ya waumini kuacha kuja kanisani. Hii ni sehemu ya kwanza ya maisha ya Wakristo katika nchi ya China. Itaendelea sehemu ya pili, ambapo mchungaji huyu amepitia mateso na misukosuko mingi. Hata sasa yupo katika nchi ya uhamisho salama. Karibu, Mungu akubariki. Letters. Eventually, I might even be allowed visits. He showed me photographs, Mei Ling and my daughters, recent pictures, obviously taken by surveillance teams following them. The girls looked older, more mature. They looked sad. Seeing their faces after 3 months of no contact nearly broke me. The warden asked me if I wanted to see my family again. He asked if I cared about their well-being. He told me that my stubbornness was not just hurting me, but hurting them. They were suffering because of my choices, and had been rejected from the university she had applied to because of my criminal record. She was being bullied at school. Mei Ling was working 2 jobs to support them because I was not there. He said all of this suffering could end. I just needed to be reasonable. I just needed to sign the document and acknowledge reality. I looked at the photographs of my family. I looked at the document. I looked at the warden. I told him I could not sign it. I explained that Jesus Christ was not just a belief system I could renounce. He was a person I had encountered, a truth I had experienced. Signing this document would be lying, and I could not lie about the most important thing in my life. I told him I was sorry for the suffering my family was experiencing, but I could not purchase their comfort by denying Christ. The warden's disappointment deepened into something harder. He told me I was a fool. He told me I would regret this decision. He called a guard and instructed him to take me to the isolation unit. Solitary confinement was in a separate building at the edge of the compound. The cells were smaller than my dormitory space, perhaps 2 meters by 3 meters. There was a concrete sleeping platform, a toilet, a sink, and nothing else. No window, no natural light. A single bulb in the ceiling provided dim illumination 24 hours a day. The isolation was worse than any physical discomfort. In the dormitory, I could at least see other people, even if we could not speak freely. Here, I saw no one except the guard who brought food twice a day and removed the waste bucket. He never spoke to me. He would slide the food tray through a slot in the door, wait for me to finish eating, then retrieve the empty tray. That was my only human contact. The food portions were cut in half. I was constantly hungry. My body, already thin, became gaunt. I could feel my ribs, my hip bones protruding. I tried to exercise to maintain some strength, doing push-ups and squats.